Imekuwa ni weekend iliyo njema. Hii ni tarehe ya 13 ya mwezi wa 6, 2026. Karibu sana, hii ni Talent Media kwenye kuhakikisha kwamba tunakusogezea taarifa mbalimbali za kimichezo zaidi. Bwana, leo taarifa ambayo nimeweza kuamka nayo huko kwenye mitandao ya kijamii, nikajiuliza ina ukweli kiasi gani, lakini baada ya kupata taarifa katika vyanzo vyangu mbalimbali, basi mimi naweza nikasema kwamba ni moja kati ya sehemu ambayo inaweza ikawa ni ukweli kuhusiana na hizi taarifa, na taarifa zenyewe zinamzungumzia Stefan Aziz Ki. Huyu tunamfahamu, ni mchezaji kutoka pale Burkina Faso, lakini pia ni mchezaji ambaye aliweza kuiwakilisha vizuri Young Africans kimataifa, halikadhalika katika michezo ya hapa nyumbani kwa maana NBC Premier League. Sasa unaambiwa deal limeshakuwa done. Wenyewe watu wa kimichezo tunasema deal done. Aziz Ki anarejea Yanga, usajili wake umeweza kukamilishwa, na kama nikukumbusha hapo nyuma, moja kati ya nukuu ambazo aliweza kuzizungumza Engineer Harris, ambaye huyu ni rais wa Yanga, alisema kwamba usajili wowote mtu akimtaka basi wanaweza kumpata. Sasa ngoja nikwambie taarifa ikoje. Klabu ya Yanga imekamilisha dili kubwa. Taarifa zinaeleza kwamba klabu ya Young Africans imeweza kukamilisha dili kubwa la usajili kwa kumrudisha tena kiungo mshambuliaji nyota raia wa Burkina Faso. Hapa si mzungumzi mwingine, ni Stefan Aziz Ki, kuelekea msimu mpya wa mashindano. Baada ya mazungumzo kati ya pande hizo mbili, unaambiwa amefikia hatua ya mwisho. Sasa taarifa zilizotufikia zinaeleza kuwa Aziz Ki tayari amekubaliana na mabosi wa Yanga kurejea ndani ya kikosi hicho baada ya kipindi chake cha kucheza soka nje ya Tanzania, huku nyota huyo akitajwa kuwa sehemu ya mpango mkubwa wa mabingwa hao wa Tanzania kujiimarisha kwa ajili ya michuano ya ndani na kimataifa msimu ujao. Aziz Ki ambaye ni mmoja wa viungo washambuliaji bora waliowahi kupita ndani ya Yanga, aliwahi kuwa kipenzi kikubwa cha mashabiki kutokana na uwezo wake mkubwa wa kutengeneza nafasi, kufunga mabao pamoja na kuiongoza timu katika michezo mikubwa ya kimataifa. Sasa ujio wake ndani ya kikosi cha Yanga unatajwa kuongeza nguvu kubwa eneo la ushambuliaji, hasa kutokana na uzoefu wake mkubwa wa mashindano ya kimataifa pamoja na ubora wake wa kucheza nyuma ya washambuliaji. Sasa pia ni moja kati ya taarifa ambazo zimekuwa zikigusagusa watu wengi sana. Tujikumbushe kidogo hii CV ya Aziz Ki mpaka kuhitajika tena kurudi Yanga. Mwaka 2015 hadi 2016 aliweza kupita katika moja ya timu ambayo inafahamika kwa jina la Sun Rock, ambapo hapa alicheza michezo 24 akifunga magoli 2. Lakini mwaka 2017 na 18 akachezea Omonia akicheza michezo 13 bila ya goli lolote. Lakini 2018 akacheza katika timu moja inaitwa Aris Limassol, ambapo hapa alicheza michezo 5 bila ya goli. Mwaka 2018-19 akacheza Nea Salamina michezo 6 bila ya goli. Mwaka 2019-21 akacheza Afad de Kano bila, yani alisajiliwa pale bila kucheza mchezo wowote. Lakini 2021-22 akacheza ASEC Mimosa michezo 10 magoli 5. Hapa pia Simba wanamkumbuka vizuri, na hapa ndipo ambapo Engineer Hersi Said aliweza kumchukua Stefan Aziz Ki kutoka ASEC Mimosa na mwisho wa siku nikukumbusha ASEC Mimosa ni kutoka pale Ivory Coast. Kwa hiyo alicheza michezo 10 michezo 10 magoli 5. Lakini mwaka 2022-25 ndo akasajiliwa sasa na Young Africans akicheza michezo 94 akifunga magoli 48. Mwaka 2025-26 akachezea Wydad magoli 13, lakini magoli 2 michezo 13. Lakini 26 tunapozungumza pia Al Ittihad Tripoli amecheza michezo 2 kufunga goli 1. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani ambavyo CV yake ni nzuri sana. Kwa hiyo taarifa pia, wakati yuko Al Ittihad Tripoli, taarifa zinaeleza tayari ashakamilisha usajili na Young Africans na kurejea pale, na ni muda tu unasubiriwa kuelekea katika michuano ya kimataifa, lakini pia na michuano ya ndani kwa maana NBC Premier League, lakini CRDB na michezo mingine kitu kama hicho. Sasa nikukumbushe pia katika timu ya taifa, kumbuka ni Burkina Faso. Burkina Faso pale
aliweza kucheza michezo 24 akifunga magoli 3, na hii ilikuwa ni mwaka 2017. Kwa hiyo natazama ni jinsi gani Aziz Ki yuko vizuri kabisa. Kwa hiyo kwa taarifa kama hizi endelea kukaa na sisi kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok na hapa YouTube nikiwa ni Talent TV, Talent Media. Asante, mimi ni Ali Swale Mshana. Kwaheri.